Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amefichua kwamba amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, huku akimwambia asinunue tena mafuta kutoka nchini Urusi, huku Narendra Modi akikubaliana na matakwa ya Donald Trump. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amesema kuwa Waziri Mkuu wa India amekubali kusitisha ununuzi wa mafuta ya Warusi. Trump amekuwa akisisitiza kwamba mataifa yanayonunua mafuta kutoka Urusi yanasaidia kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja kufadhili vita vya Ukraine. Amedai kuwa kuzuia Urusi kifedha ni hatua muhimu ya kukomesha vita hivyo. Vita vya Ukraine vilipaswa kuisha ndani ya wiki moja tu. Sasa ni miaka 4. Nataka vita hivi vikome, sikuridhika India ikiendelea kununua mafuta kutoka Urusi. Leo wamenihakikishia kuwa hawatanunua tena. Hii ni hatua kubwa, Trump alisema. Alitoa kauli hiyo akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani, White House. Trump amekuwa akitumia suala la mafuta kama njia ya kuishinikiza India katika mazungumzo ya kibiashara. India hata hivyo imepinga masharti hayo, hali iliyoleta mvutano kati ya nchi hizo mbili. Urusi huuza nje kiasi kikubwa cha mafuta na gesi, na wanunuzi wakubwa ni India na China na pamoja na Uturuki. Tunapaswa kuishawishi China kufuata mkondo huo, Trump aliongeza. Serikali ya Trump pia imekuwa ikishinikiza China na washirika wengine wa kibiashara kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Urusi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza mapato ya Urusi. Trump alikiri kuwa India haiwezi kusitisha ununuzi huo mara moja, lakini alisema mchakato wa kusitisha unaendelea na utatekelezwa kwa hatua. Trump aliweka ushuru wa hadi 50% kwa bidhaa kutoka India. Alieleza ushuru huo kama adhabu kwa India kwa kuendelea kununua mafuta na silaha kutoka nchini Urusi. Ushuru huo ulianza kutekelezwa mwezi Agosti, umetajwa na wanauchumi kama changamoto kubwa katika uchumi wa India. Pia ada ya ziada 25% imewekwa kwa miamala inayohusisha Urusi. Trump alisema kuwa mapato kutokana na mauzo ya mafuta ndio chanzo kikuu cha fedha kinachotumika kufadhili vita vya Urusi nchini Ukraine. Kiongozi wa upinzani Rahul Gandhi alimkosoa Waziri Mkuu Modi kwa kukubali kushinikizwa na Marekani, akisema kauli za Trump zinaonyesha udhaifu wa msimamo wa Modi kuhusu Urusi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la PTI. Kwa miezi kadhaa sasa, Modi amekuwa akisisitiza kwamba msimamo wa India katika vita vya Urusi na Ukraine ni wa kutegemea upande wowote. Hata hivyo, uhusiano wa kihistoria kati ya India na Urusi umeendelea kuwa imara. Katika nyakati fulani, Waziri Mkuu Narendra Modi alikutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin na kufanya mazungumzo na kuangalia ni jinsi gani wanaweza kupambana katika vita vya kibiashara kati yao na Marekani. Na hata katika makubaliano ya awali, India ilikubali kwamba haitakuwa pamoja na Marekani, zaidi itakuwa mwanachama mwaminifu katika BRICS, na kamwe hawezi kukubaliana na kile ambacho Marekani inaeleza. Maafisa wa India wamekanusha madai kwamba nchi hiyo inanufaika na vita vya Urusi. Wamesema kuwa Marekani na Ulaya bado wanafanya biashara na Urusi licha ya vikwazo. Mzozo wa mafuta wa Urusi umedhoofisha uhusiano kati ya Trump na Modi. Licha ya tofauti hizo, Trump alimpongeza Modi siku ya Jumatano kwa kumuita kiongozi mwenye maono. Modi naye alisema alizungumza na Trump wiki iliyopita na walijadili maendeleo ya mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizo, wala hakuzungumzia juu ya mafuta ya Urusi kwamba anapaswa kuachana na mpango wa ununuzi wa mafuta kutoka nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.